Hapa ni Chuo Kikuu cha Mwalimu Nyerere cha Kilimo na Teknolojia, wengi wakiita MNUWATI. Kutokana na udahili wa wanafunzi kuendelea kuongezeka, serikali kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, wengi wakiita HIT, ikaamua kujenga majengo mapya makubwa ya kisasa yanaendana na kasi na idadi kubwa ya wanafunzi. Chuo chetu katika mradi wa HIT kilipangiwa jumla ya dola milioni 44.5 ambazo kwa exchange rate ya wakati huo ilikuwa ni sawa na bilioni 102.5. Na sehemu kubwa ya fedha hizi zilipangwa zitumike kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya chuo kwa maana ya majengo mbalimbali, ofisi, madarasa na maabara. Lakini vile vile sehemu nyingine ya kiasi hicho cha fedha tulichopangiwa kilikuwa ni kwa ajili ya kusomesha wanafunzi katika ngazi mbalimbali, hasa ya PhD na ya master. Kwa hiyo tuna wanafunzi 49 ambao walisomeshwa katika vyuo mbalimbali nchini katika level ya masters na katika level ya PhD. Baada ya kupata ile hela mradi wa HIT, tulifanikiwa kufanya hitaji la jamii, maana yake needs assessment, kujua curriculum ambazo, mitaala ambayo watu wanahitaji. Katika mradi wa HIT tunajivunia sana kuwa na hiki kitengo cha industrial linkage. Hatuwezi tukaongelea uchumi bila kuwa na elimu ambayo ni stable, lakini kikubwa zaidi elimu ambayo ni shirikishi. Kwa kitengo hiki cha industrial linkage, kama nilivyosema, ambacho kinashirikisha ni mahusiano kati ya viwanda au sekta za ajira na vyuo, kinalenga makusudi kabisa kuweza kuifanya elimu ya chuo kikuu iweze kuwa relevant kwenye sekta za ajira, lakini pia na chuo kikuu kiweze kuielewa sekta ya ajira na kuweza kusolve matatizo ambayo yanapatwa na zile sekta. Kimsingi nchi zote zilizoendelea hapa duniani, vyuo vikuu vimekuwa ni engine ya kuweza kusolve matatizo mbalimbali ambayo yanakuwa kwenye jamii. Lakini kwa hapa kimsingi nadhani Afrika na Tanzania tukiwemo, tumekuwa na issue ya gap kubwa sana katikati ya vyuo vikuu na sekta za ajira. Sasa huu mradi wa HIT umekuja purposely kwenye hii industrial linkage ili kuweza kuziba lile gap, ili vyuo vikuu viweze kuintegrate na zile sekta za ajira, ili vyuo vikuu visolve ile matatizo ambayo yanatokana kwenye sekta za ajira. Upande wa vyuo vikuu tunayo mashirikiano na chuo kikuu cha SUA, lakini UDOM, UDISM, lengo ikiwa ni kushirikiana katika kuandaa mitaala. Lakini pia tumeshirikiana na hivi vyuo ili kuweza kupata walimu, professors, lecturers wa kuweza kuja kufundisha hapa. Kama tunavyojua hiki chuo kikuu kipya, kwa lazima tuwe na mashirikiano na vyuo vikuu ili kuweza kupata knowledge ya wale wataalamu kutoka vyuo vingine. Lakini pia tumekuwa na mahusiano na vyuo vikuu vya nje. Tuna mahusiano na Guru University ambayo iko Uganda, lakini tuna mahusiano na East Baraton Kenya, tuna mahusiano na CRDB, NMB, Azania na benki zingine. Kwa mfano sisi tuna wanafunzi wetu ambaye akifika mwaka wa mwisho, kwa mfano miaka 3, lazima aandae business plan, fundable business plan. Sasa benki hizi tunaingia na makubaliano kwamba zile business plan tunaziandaa, lakini lengo ilikuwa ni kwamba watakuwa wanazipitia wanafunzi wetu ambao watakuwa wanakuwa best kwa zile business plan, watakuwa funded na zile benki. Katika chuo chetu cha Mwalimu Nyerere cha Kilimo na Teknolojia tumebahatika kuandaa mitaala 28 chini ya mradi huu, ambapo kati ya mitaala hiyo mitaala 9 imeshapata ithibati kamili, na katika mitaala 9 hiyo mitaala 3 imeweza kudahili wanafunzi katika mwaka wa masomo 2025-2026 ambao ndio mwaka huu wa masomo tulionao. Mitaala hiyo 3 ni sayansi ya ufugaji wa samaki, sayansi ya mimea pamoja na sayansi ya uchumi katika kilimo. Na katika mitaala hii 3 ambayo tumeitangaza kwa mara ya kwanza mwaka huu wa masomo, tumeweza kudahili wanafunzi 84 katika hiyo mitaala 3. Programu zote hizi 28 ambazo tumeziandaa kwa sehemu kubwa zinatoa mafunzo kwa vitendo. Hii ni kwa ajili ya kuwawezesha wahitimu wetu wawe na uwezo wa kujiajiri baada ya kumaliza chuo hapa kwetu. Mimi ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa HIT kwa maana ya Higher Education for Economic Transformation,
ambao uliniwezesha kwenda masomoni katika Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine kilichoko pale Morogoro, katika masomo ya uhandisi wa kilimo na umwagiliaji. Nimehitimu pale shahada yangu ya uzamili kwa maana ya masters katika masomo ya uhandisi wa kilimo na umwagiliaji. Mradi huu umenisaidia, nimeweza kumaliza vizuri masomo yangu bila shida yoyote, na imeniwezesha pia kujijengea uwezo katika kazi yangu hii ya kufundisha katika chuo changu cha Mwalimu Nyerere kwenye haya masomo ya uhandisi wa kilimo pamoja na umwagiliaji. Nilipata nafasi ya kufadhiliwa masomo yangu ya uzamivu kwenye Chuo Kikuu cha Mwalimu Nyerere, ambapo nilifanya PhD in mathematics. Masomo haya yameniongezea uwezo zaidi kwenye ufundishaji wangu tofauti na mwanzoni, kwa sababu sasa hivi nina elimu zaidi kwenye utafiti, elimu zaidi kwenye hisabati zaidi kulinganisha na nilivyokuwa mwanzo. Taifa pia limenufaika kwa sababu ninapofanya kazi hapa ninahudumia wanafunzi ambao ni Watanzania. Mradi utakapokuwa umephase out, utatuacha mahali pazuri, kwa sababu kitu ambacho mradi unatufanyia ni kutupa miundombinu. Kwa hiyo mradi utakapoisha, miundombinu hiyo itakuwepo, na sisi tutaendelea kutumia miundombinu kudahili wanafunzi wengi zaidi, kufanya kazi kubwa za kitafiti zaidi, lakini na kutoa huduma nzuri na kwa kiwango kikubwa kwa jamii. Na hiyo itakuwa imewezeshwa na miundombinu ambayo HIT imetujengea. Lakini wataalamu, HIT imetusaidia kufundisha wataalamu, kutengeneza wataalamu wapi ambao hawakuwa na huo uwezo. Mradi wa HIT utakapoisha, hao wataalamu watakuwepo. Kwa hiyo ndio tutakao watumia sasa katika hizi kazi za ufundishaji, kwa sababu tutadahili wanafunzi wengi, kufundisha, kufanya utafiti na kutoa huduma kwa jamii. Endelea kufuatilia mitandao mbalimbali ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ujionee namna ambavyo mradi huu wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi ulivyoendelea kuwa fursa kwa Watanzania mpaka kwa jamii ambayo imezunguka maeneo ambako unatekelezwa mradi.